Yes, welcome back to English Safi Online. Naam, karibu tena katika channel yetu ya English Safi Online ambayo inasimamiwa na Abu Suhail Abdallah. Today we're going to learn, leo tunaenda kujifunza ama leo tutasoma how to speak English, jinsi namna ya kuzungumza Kiingereza on the phone, kwenye simu. Leo tutajifunza kitu kinachoitwa making phone calls, jinsi ya kuongea na simu wakati umepigiwa na mtu ama wewe umepiga. Na hii huwa sometimes inatokezea kama wewe ni mtu wa mitandao, basi unaweza ukapigiwa simu na mtu yupo nje, labda wa China, Chinese, wakakupigia simu. Baada ya kukupigia simu, wewe huzungumzi Kichina na wao hawafahamu Kiswahili, kwa hiyo lugha ambayo itatumika ni lugha ya Kiingereza. Na hii mimi binafsi tayari imeshanitokezea mara nyingi. Wakati nipo online na scroll kwenye social medias, nakuta kuna course ama kuna lessons ambazo nazipenda na kuwa interested nazo, kwa nataka kujifunza. Nikibonyeza kwenye ama nikiclick kwenye ile website yao, wao moja kwa moja wanapata notification, then wananipigia simu kawaida. Kitendo cha kunipigia maana yake mazungumzo na mawasiliano ambayo tunawasiliana ni kwa kutumia lugha ya Kiingereza. Kwa wewe pindi kikutokezea, utaweza kuwasiliana nao vipi kwa Kiingereza, ama utaweza kuwasiliana na ndugu, jamaa na marafiki kwa lugha ya Kiingereza namna gani? Tuende pamoja. Mwisho wa kipindi hichi utakuwa na uwezo wa kuwasiliana na mtu kwa lugha ya Kiingereza kupitia mazungumzo ya kwenye simu. Kikubwa ambacho unatakiwa kufanya ni kusubscribe kwenye channel yetu, kulike, kucomment. Kama utakuwa na swali ama sehemu haujafahamu ama kuna kitu unahitaji kuuliza, hapo chini kwenye comment utaweka, kisha share video hii kwa watu wengine, ndugu, jamaa na marafiki, ili na wao waweze kujifunza. Let's get started. Naam, tutaanza kwa kujifunza vocabulary of phrases, maneno ama misamiati muhimu ambayo inatumika wakati wa kuwasiliana kwa njia ya simu kwa lugha ya Kiingereza. Kwanza ni hello, this is. Hello, this is. Hii hello tumeshajifunza sana. Inatumika kama nini, salamu ama ni njia ya kuanza mazungumzo. Kwa hello, this is, hapa ni, kwamba this is, hapa ni. Kwa unaweza ukataja jina lako wewe binafsi ama kile cheo chako kutoka labda kwenye kampuni fulani ama kwenye taasisi fulani. Kwa hello, this is, habari, ama hello, hapa ni, kwa utataja. Pili, may I speak to. May I speak to. May I speak to, je, naweza kuongea na. May I speak to. May I speak to, je, naweza kuongea na. Kwa utamtaja yule mtu ambaye unahitaji kuongea naye, unaomba uongee naye. Mfano umeongea na simu, basi utaweza kuuliza kama hivyo. Tatu ni who is calling. Who is calling. Who is calling. Who is calling, nani anapiga simu. Who is calling, nani anapiga simu. Na hii call maana yake ni kuita. Hey, your mother is calling. Your mom is calling, mama yako anakuita. Lakini vile vile call hii inatumika kwa kupiga simu, kwa kuita simu, simu ikawa inaita ama inapiga. Kwa tunasema who is calling, nani anapiga simu, ikiwa ni katika mazingira ya simu. Then kuna please hold on. Please hold on. Please hold on. Hii tunasema please hold on. Please hold on. Please hold on, maana yake tafadhali subiri. Hold on ni kusubiri. Hold on, kusubiri. Please hold on, tafadhali subiri.
Na hii misamiati ukiangalia kwenye simu, wakati unatumia simu, unapiga simu ama unaongea na mtu, huwa inatumika. Please hold on, hold on, calling na kadhalika. Please hold on, tafadhali subiri. Nyingine ni I will call you back, I will call you back, nitakupigia baadaye. I will call you back. Hii ni I will, tumefanya construction, ufupisho tu, lakini ni I will call you back, nitakupigia baadaye. I will call you back. Labda mfano mtu amekupigia halafu ukawa uko busy, maana yake ukawa na shughuli unafanya, haukuweza kuzungumza naye vizuri, kwa utamwambia I will call you back, nitakupigia baadaye, yani utamrejea kumpigia. Na ya mwisho ni the line is busy. The line is busy. The line is busy. Simu inatumika. Busy maana yake ni kuwa na shughuli nyingi, kwamba kitu kinafanya shughuli nyingine, ama mtu yuko busy kwamba ana mambo mengi anayafanya. The line is busy. Simu inatumika. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya phrases ambazo huwa tunazitumia wakati wa kufanya mazungumzo kwa njia ya simu. Utaniambia hapo chini neno gani ama njia gani unahitaji ni kuelekeze. Niambie kwenye comment hapo chini. Na baada ya hapo tuangalie kitu kingine ambacho ni short real conversations. Short real conversation ni mazungumzo mafupi ya kawaida. Mazungumzo yetu ama conversation yetu hii ipo kwa njia ya simu, kwamba kuna watu wawili wanaongea kwa simu lakini kwa kutumia lugha ya Kiingereza. Watu wenyewe ni A and B. A akaanza baada ya kushakuwa akampigia mwenzake B simu, na B kapokea simu, akamwambia hello, this is Amina. Hello, this is Amina. Habari, mimi ni Amina. Kwamba tukisema this is Amina wakati ipo kwenye njia ya call, basi tunakusudia kwamba mimi, ama this is Amina, huyu ni Amina. This is Amina, huyu ni Amina, yani yule ambaye anaongea. For instance, kwa mfano, mimi ndo ambaye naongea na wewe unayenitazama. Kwa mimi nitakwambia this is Abu, kwamba mimi ni Abu, na kwambia wewe kwamba mimi ambaye ninazungumza ninaitwa Abu. Okay? Hello, habari, this is Amina, huyu ni Amina, ama mimi ni Amina. B akajibu hi, may I speak to John? Je, naweza kuzungumza na John? May I speak to John? Je, naweza kuzungumza na John? Maana yake situation ilivyokuwa kwamba mimi ama huyu A alikusudia kuongea na B, lakini yani huyu B alikusudia kuongea na A, lakini huyo A aliyomkusudia si alompata, kuna mtu mwingine. Na kwa ufafanuzi rahisi ni kwamba mimi Abu nilikusudia kuongea na John, lakini kwa bahati mbaya baada ya kupiga simu akapokea Amina, sikumpata yule John ambaye nilimkusudia. Kwa ndo hapo nimemwambia hi, may I speak to John? Habari, je, naweza kuzungumza na John? Maana yake huyo Amina ambaye kapokea simu, je, anaweza kumpatia simu John ili niongee naye? Ndio hivyo. Hello, this is Amina. Habari, huyu ni Amina, yani mimi ni Amina. Hi, may I speak to John? Habari, je, naweza kuzungumza na John? Amina baada ya kumwambia kwamba nataka nizungumze na John, akanijibu kwa kuniambia please hold on, please hold on, tafadhali subiri kidogo, please hold on, tafadhali subiri kidogo. Kwa mimi nikakaa ninasubiria. Ndio maana wakati unaongea na simu kuna muda unaambiwa tafadhali subiri, simu yako imesubirishwa, tafadhali subiri. Tayari kwa pale maana yake nimeambiwa hold on, subiri.
Mimi nikamjibu okay, sawa, nitasubiri. Baadaye Amina akanirejea kwa kuniambia I'm sorry, samahani, he's not available. Hapatikani saizi, yani hayupo. I'm sorry, he's not available. He is not available. Inawezekana kwamba is not available, either yuko na shughuli nyingi anafanya ama hayupo kabisa ofisini. Kwa ataniambia I'm sorry, samahani, he's not available. Hapatikani saizi, kwamba yeye John hapatikani saizi. Mimi nitamjibu kwa kumwambia no problem, haina shida. I'll call back later. I will call back later. I will call back later. Nitampigia baadaye. I'll call back later. Nitampigia baadaye. Kwa hiyo hivyo ndio jinsi ya kuweza kuzungumza kwa simu kwa ufupi kabisa. Kama hujafahamu, kuna swali, kuna kitu unahitaji nikifahamishe, kiandike hapa kwenye comment ili niweze kukiona na nikizungumzie. Na hilo ndio somo letu la leo. Kwa hiyo hilo ndio somo letu la leo ambalo tumejifunza jinsi ya kuzungumza na simu kwa kutumia lugha ya Kiingereza. Tunaomba subscribe kwa ajili ya kupata lesson mpya kila siku katika channel yetu ya English Safi Online, na hakikisha una like, una comment hapo chini na una share video zetu kwa watu wengine. Tafadhali, na tunakuomba sana share video zetu kwenye groups na ndugu, jamaa na marafiki ili na wao waweze kujifunza. English Safi Online, fluent English starts here. Thanks.